Karaboko, tumeshuhudia kuona ongezeko la Elie Mpanzu Kibisawala ndani ya Simba kumeongeza uhai. Tunaenda kwenye dabi. Dabi ya mwisho Elie Mpanzu hakuwepo kwenye kikosi cha Simba, alikuwa jukwaani. Watu wanasema hivyo, lakini katika dabi ile ya mwisho pia Kibu Dennis Prosper mkandaji alionekana kuwa shujaa. Pengine kuongezeka kwa Elie Mpanzu ndani ya klabu ya Simba kuelekea kwenye dabi, unaiona Simba ikienda kusumbua kwenye upande wa mbavu ya kulia na kushoto, huku Mpanzu huku Kibu Dennis? Inawezekana, lakini Mpanzu na Kibu wanacheza kama dodoki ili wafanye kazi. Mpanzu na Kibu wanacheza kama dodoki ili wafanye kazi, mpaka ujisugue ndo lifanye kazi yake. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nitakwambia katika mifumo ya football, yani mpaka wapalamiane na watu ndo waje kufanya kazi ya timu. Dabi hii inahitaji nafasi za haraka, excellent combination play, zinataka quick pass, positioning, timing, ni vitu muhimu sana. Manake excellent timing pass, excellent positioning, excellent movement, sio kucheza kama dodoki mpaka ujisugue we, alafu baadaye ndio mtu ajisuuze na maji yatakate. Kwenye dabi style wanaocheza Mpanzu na Kibu inaweza isiwe na msaada. Tumeona hawa hata kwenye mechi ya Rais Barakane, tabia yao ya kucheza kama dodoki mpaka ujisugue kwenye magia maji ndio unatakata. Sasa dabi sio industrious game, inataka mtu mmoja ajipambanie peke yake bila kuonyesha ubora wa kucheza kama timu. Kwa hivyo kuelekea mchezo wa dabi, tabia ya Mpanzu na Kibu kucheza kama dodoki, wakati mwingine kuona faida kwa timu haionekani. Mechi ya dabi wanaweza wakawa ni watu wanaonekana wanapapalika tu, hawaipi faida timu. Kuna mechi moja ya mwisho wa dabi tuliona Kibu alisifika kwamba alikuwa anasumbua mabeki. Yaani mchezaji anasifika kusumbua, lakini kufunga sio ufanisi kwa timu. Kusumbua kule ndio kucheza kama dodoki. Sasa kuchu ukiacha hivi yale mapeke yake yanabaki mpaka ujimwagie maji usali. Kwa hiyo mimi ninachokitazama dabi, Mpanzu na Kibu wanacheza kama dodoki, kitu ambacho hakiwezi kuipa faida timu. Lazima badilike, lazima onyeshe ufanisi, na hii itatokea kwa maana ambavyo wacheze kwa faida timu, kwa sababu moja kitu ambacho kinaweza kuipa timu ni double teaming. Mnakwenda mnafuatana, mnakaa kwenye nafasi, mnawachenga wenzenu kwa speed, kasi, muda mzuri, kubadilisha mwelekeo. Hiyo ndio itakuwa faida ya timu. Lakini hiyo ya kucheza kama dodoki tunavyowaona anapambana kila mmoja kwa wakati wake, kwa uwezo wake, haiwezi kuwa na faida kwa faida ya timu. Na Simba hawahitaji kucheza kama wachezaji na Mpanzu na Kibu akacheze kama dodoki. Sasa mechi zao za mwisho wote wanacheza kama dodoki, wanajipapalikia wenyewe. Kila mtu ajipambania mwenyewe. Sasa mechi ya dabi ilikupa movements ambazo tunaziona Mpanzu anazipata ukicheza na Mashujaa, huwezi kupata. Ni mechi ambayo wataficha nafasi na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndio kitu ambacho nakitazama, waache kucheza kama dodoki. Pengine labda toka Elie Mpanzu ongezeke ndani ya Simba, wapo watu ambao wanaamini kwamba yule sasa hivi ndio mkombozi wa Simba na wanampa taji kwa maana ya performance ambayo amekuwa nayo. Unaona ikienda kuwasumbua wapinzani Young Africa? Mpanzu ni mtu mwenye mchango kwenye timu ya Simba kwa namna fulani, na kwa namna fulani amekuwa na msaada na amekuwa akicheza kwa faida na wenzake kwenye timu. Kujipambanua yeye sana kama ni mchezaji ambaye kuna mambo mengi ya maamuzi kaya mwenyewe, sio mechi zote, ni baadhi ya mechi. Kwa hiyo kumfikia kumweka kwenye renki ya level kubwa sana hapana, lakini mchezaji ambaye kajipambanua Kibisawala kiasi kwenye timu. Ila bado mimi namuona ni mchezaji ambaye anacheza kama dodoki. Jisugue sana, mchezaji wa paka chayana anafurukuta mno. Sasa wakati mwingine football inataka nafasi ili mfunge magoli, sio muda mwingi wa kukimbizana na watu, kuwatoa chini, kuwapandisha juu. Inahitaji ucheze kwa faida. Ndio maana unaona mchezaji anayecheza kwa faida anaweza kawa anahangaika kama dodoki, lakini ana assist sana, anapata nafasi za kufunga sana. Kwa hiyo ndio eneo ambalo nadhani kwake anatakiwa badilike. Baadhi ya nyakati tumeona wachezaji ambao wanakaa sana na mpira wamekuwa wakifanya makosa, hasa kupoteza mipira kizembe. Hili unaliona ndani ya Simba? Mpira unahitaji muda, nafasi na mwelekeo. Kama una nafasi na mwelekeo. Sasa kama unakaa sana muda muda unaopoteza, mwelekeo unaopoteza na nafasi unapoteza. Kwa mchezo mpira ucheze peke yako, ndio maana mko 11 mkiwanjani. Kila mtu ana nafasi ya kugusa mpira kwa haraka ili mtafute hizo nafasi. Sasa kama muda mwingi wewe unataka mpira unatembea nao kutoka sehemu moja kwenda nyingine, sehemu moja kwenda nyingine, unakuwa kama mpiga zeze. Ndio. Mchezaji sio mpiga zeze. Mpiga zeze ndio anakaa nalo mwenyewe. Sasa football utafuti mtu mpiga zeze. Hawa wanacheza kama wapiga zeze wakati mwingine. Kasa na mpira.
Kama tulivyoshuhudia jana, watu wanao sana. Wanacheza kama piga zeze. Sasa dabi sio mechi ya kucheza kama piga zeze. Umeenda nalo huko. Sasa tunajua tunakana mwenyewe analipiga. Sasa football wakati mwingine hutaki kuona wachezaji kama wapiga zeze. Sawa. Weka na zeze muda wote. Lazima uzingatie ucheze kwa nidhamu. Iko hivyo. Kwenye nafasi ya kiungo tumeshuhudia Simba Sports wakichezesha kuna baadhi ya nyakati tunamuona Yusuf Kagoma akiwa anacheza na Fabrice Ngoma, lakini tukimuona vile vile Young Africans sasa hivi umeona Juki Abuya yuko pale, Khalid Aucho, Mudathir Yahya Abbas, ubora walionao, pengine tunaenda kushuhudia mechi ambayo itaamuliwa na viungo zaidi. Viungo wana nafasi. Ndiyo. Wana nafasi japo nikiwatazama viungo wa Yanga wako viungo wabunifu na viungo wanaotumia nguvu, kadhalika Simba kuna uwezo wa viungo wanabunifu na wanatumia nguvu, lakini Yanga wana faida moja, viungo wao wengi wanabunifu na nguvu. Simba umechanganya, kuna kiungo mmoja anatumia akili sana, mwingine anatumia nguvu sana. Kagoma anatumia sana nguvu kupambana physical to kukaba, lakini sio mzuri wa akili sana, so positive good passer, hawezi kupiga pasi nzuri sana. Aucho anaweza kutumia nguvu sio sana, lakini anaweza sana kutumia akili zaidi. Mudathiri anaweza kutumia nguvu na kutumia akili. Kwa hiyo unakuta kuna mseto, lakini ukiangalia pale kuna pea hao wana mtu wa nguvu na akili faida ambaye kuna kitu anakiongeza kwenye timu kwa maana Kagoma na Ngoma, lakini hao huko kwenye midfield kuna mtu anatumia nguvu na akili. Kuna mtu anatumia nguvu na akili. Kwa hiyo kuna akili sana na nguvu, na kuna sehemu moja kuna nguvu zaidi ya akili kiasi. Kwa hiyo ni mechi fulani ambayo itatupa combative kwenye eneo la midfield. Utakuwa combative kwenye eneo la midfield. Tushuhudie bonge moja la mechi lenye vita hatari. Vita hatari. Huu ni mchezo wa kisasa sana. Asante. Kosa hasa kupoteza mipira kizembe. Hili unaliona ndani ya Simba? Mpira unahitaji muda, nafasi na mwelekeo. Kama una nafasi na mwelekeo. Sasa kama unakaa sana muda muda unaopoteza, mwelekeo unaopoteza na nafasi unapoteza. Sawa. Kwa mchezo mpira ucheze peke yako, ndio maana mko 11 mkiwanjani. Kila mtu ana nafasi ya kugusa mpira kwa haraka ili mtafute hizo nafasi. Sasa kama muda mwingi wewe unataka mpira unatembea nao kutoka sehemu moja kwenda nyingine, sehemu moja kwenda nyingine, unakuwa kama mpiga zeze. Ndio. Mchezaji sio mpiga zeze. Mpiga zeze ndio anakaa nalo mwenyewe. Sasa football utafuti mtu mpiga zeze. Hawa wanacheza kama wapiga zeze wakati mwingine. Kasa na mpira. Kama tulivyoshuhudia jana, watu wanao sana. Wanacheza kama wapiga zeze. Sasa dabi sio mechi ya kucheza kama mpiga zeze. Umeenda nalo huko. Sasa tunajua tunakana mwenyewe analipiga. Sasa football wakati mwingine hutaki kuona wachezaji kama wapiga zeze. Weka na zeze muda wote. Lazima uzingatie ucheze kwa nidhamu. Iko hivyo. Kwenye nafasi ya kiungo tumeshuhudia Simba Sports wakichezesha kuna baadhi ya nyakati tunamuona Yusuf Kagoma akiwa anacheza na Fabrice Ngoma, lakini tukimuona vile vile Young Africans sasa hivi umeona Juki Abuya yuko pale, Khalid Aucho, Mudathir Yahya Abbas, ubora walionao, pengine tunaenda kushuhudia mechi ambayo itaamuliwa na viungo zaidi. Viungo wana nafasi. Ndiyo. Wana nafasi japo nikiwatazama viungo wa Yanga wako viungo wabunifu na viungo wanaotumia nguvu, kadhalika Simba kuna uwezo wa viungo wanabunifu na wanatumia nguvu, lakini Yanga wana faida moja, viungo wao wengi wanabunifu na nguvu. Simba umechanganya, kuna kiungo mmoja anatumia akili sana, mwingine anatumia nguvu sana. Kagoma anatumia sana nguvu kupambana physical to kukaba, lakini sio mzuri wa akili sana, so positive good passer, hawezi kupiga pasi nzuri sana. Aucho anaweza kutumia nguvu sio sana, lakini anaweza sana kutumia akili zaidi. Mudathiri anaweza kutumia nguvu na kutumia akili. Kwa hiyo unakuta kuna mseto, lakini ukiangalia pale kuna pea hao wana mtu wa nguvu na akili faida ambaye kuna kitu anakiongeza kwenye timu kwa maana Kagoma na Ngoma, lakini hao huko kwenye midfield kuna mtu anatumia nguvu na akili. Kuna mtu anatumia nguvu na akili. Kwa hiyo kuna akili sana na nguvu, na kuna sehemu moja kuna nguvu zaidi ya akili kiasi. Kwa hiyo ni mechi fulani ambayo itatupa combative kwenye eneo la midfield. Utakuwa combative kwenye eneo la midfield. Tushuhudie bonge moja la mechi lenye vita hatari. Vita hatari. Huu ni mchezo wa kisasa sana. Asante.